بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ndugu Muislam, tukaendelea na kitabu Mulakhas Fiqh as-Sawm. Leo insha Allah tutasoma sharuti ya 4 na sharuti ya 5. Sharuti ya 4 nayo ni al-iqama, kazi. Tulisema sharuti ya kwanza ya saum ni al-islam, ya pili tukaona ni al-bulugh, kubalighi. Sharuti ya tatu ni al-aqlu, akili, na sharuti ya 4 ni al-iqama, mkazi. Na sharuti ya 5 ambayo tutaisoma ni at-taharatu min al-haidh wan nifas, kutahirika kutokamana na haidh na nifas. Al-mabhath ar-rabi' al-iqama, mkazi, yani yule mtu ambaye anaishi katika sehemu pasipokuwa yeye ni msafiri. Mathalan, kama sisi ni watu tunaishi Malindi, kwa hivyo sisi ni wakazi wa mji wa Malindi. Yajibu saumu ala almuqim, ni wajibu juu ya yule mtu ambaye kwamba anaishi au ni mkazi ambaye si msafiri, ni wajibu juu yake kufunga saumu. Naqala al-ijma' ala dhalika Ibn Hazm, na Ibn Hazm rahimahullah amesimulia kuwepo kwa ijma' ulama, yani makubaliano wanazuoni. Al-mabhath al-khamis, ambayo hii ni sharuti ya 5, at-taharatu min al-haidh wan nifas, tahara au kutahirika kutokamana na haidh na nifas. Yushtaratu liwujubi sawmi ala al-mar'ati, imeshurutishwa kwa mwanamke awajibike kufunga saum, tuhuruha min dami al-haidh wan nifas, awe katika hali ya tahara, awe katika hali ya usafi kutokamana na damu ya haidh na damu ya nifas. Naqala al-ijma' ala dhalika Ibn Hazm, an-Nawawi, ash-Shawkani, ameelezea kuwepo kwa makubaliano ijma' wanazuoni kama vile alivyotaja Ibn Hazm na al-Imam an-Nawawi rahimahullah na vile vile ash-Shawkani rahimahullah. Sasa tukianza masala ambayo kwamba yanahusiana na kutahirika kutokamana na haidh na nifas. Masala ya kwanza tunaanza al-matlabu al-awwal, hukmu sawmi al-haidh wan nufasa, hukmu saumu ya mwanamke ambaye kwamba mwenye haidh na mwenye nifas. Yahrumu sawmu fardhuhu wa nafluhu ala al-haidh wan nifas, ni haramu kwa mwanamke mwenye haidh au mwenye nifas. Mwenye haidh ni yule mwanamke anayepata damu ya kila mwezi. Nafikiri katika vikao vya nyuma tulitaja kuna wale sampuli aina 3 wanawake. Kuna wale wanapata damu kwa siku moja, yaani mwezi mzima anapata damu kwa siku moja ndio ashatahirika. Kuna wanawake ambao wanapata damu kwa siku 7, ambao hawa ni wengi. Hao wanapata kwa siku moja si wengi, nadra, na wanaopata kwa siku 7 ni wengi. Alafu kuna wanawake wanapata damu mpaka siku 15, hata wengine endelea mpaka 18. Itakapozidi hapo basi hiyo inakuwa ni damu al-istihadha, naam, damu ile ya ugonjwa, na hao nao si wengi. Kwa hivyo wengi ni wale wanaotoka damu kwa siku 7. Kwa hivyo ni haramu kwa mwanamke ambaye kwamba anayepata damu ya haidh wa nufasa, na wale ambao kwamba baada ya kuzaa. Kuna wale ambao damu yao inatoka kwa siku moja, kuna wale inatoka damu kwa siku 40,
au ndo wengi, na kuna wale ambao damu yao inaendelea mpaka siku 60 au na usiwe. Kwa hivyo wengi ni wale damu yao inatoka kwa siku 40. Kwa hivyo watu wanawake sampule na hii wenye haidh na nifas ni haramu juu yao kufunga saumu, ikiwa ni saumu ya faradhi au ikiwa ni saumu ya sunna. Wala yasihu saumuhuma, na haiswihi saumu zao hizi, ikiwa tafunga saumu ya sunna, ikiwa tafunga saumu ya faradhi haiswihi. Wala wa alaihim alqada, na juu yao itawajibika kulipa baada ya kutahirika. Ramadhani imeisha na mashasafishika, basi ni wajibu juu yao kulipa. Naqala al-ijma' ala dhalika, wamepokea wanazuoni makubaliano na zuoni kama vile Ibn Abdul Barri wa Ibn Rushd wa An-Nawawi wa Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kwa hivyo wote hawa wamethibitisha jambo kama hili ambalo kwamba lilokubaliwa na wanazuoni bila ikhtilafu yoyote. Almatlabu thani, masala ya pili sasa, hukmu imsaki baqiyat al-yawm, hukmu ya kujizuia siku ambapo kwamba iliyobaki. Idha tahurat al-haidhu au an-nufasau athnaa nahar Ramadhan, ikiwa mwanamke mwenye hedhi au mwenye nifasi atatahirika wakati wa mchana wa Ramadhan, ameamka asubuhi bado yuko na hedhi, ilipofika mchana Ramadhan hedhi yake kafanya nini? Ikakatika, au damu ya nifasi ikakatika. Basi idha tahuratil haidhu wan nufasai, ikiwa mwanamke mwenye hedhi au mwenye nifasi atatahirika, yani damu yake itaacha kutoka athnaa nahari Ramadhan, wakati wa mchana katika mwezi wa Ramadhan, fakhtalafa ahlul ilmi fi hukmi luzumi al-imsaki alayhima ala qawlain, basi wanazuoni wametofautiana kuhusu hukumu ya kuwajibika kwake ule kujizuia kula na kunywa katika ule muda ambao kwamba uliobaki siku kama hiyo, ala qawlain, kwa kauli ngapi? Mbili tofauti. Alqaulu alawwal, qauli ya kwanza wanazuoni anasema la yalzamuhuma imsaku baqiyati alyawm, awalazimiki kuendelea kujizuia kula na kunywa, awalazimiki katika ile sehemu ya masaa ambayo kwamba ilibakia siku kama ile, bali wataendelea kula, sio ati watabakia wakiwa wamefunga. Wa huwa madhhabu al-Malikiyya wa Shafi'iyya wa riwayatun an Ahmad, hii ni madhhab, kauli kama hii madhhab ya Maliki, pia vile vile madhhab ya Imam Shafi'i na riwaya katika madhhab ya Imam Ahmad. Wa huwa ikhtiyaru Ibn Hazm wa Ibn Uthaymin, na vile vile ni kauli ambayo kwamba alichagua Ibn Hazm na hata vile vile Ibn Uthaymin rahimahumullah. Na wadhalika liannahu la dalila ala wujubi al-imsak, na hiyo ni kwa sababu hakuna dalili yoyote inayoonyesha kuwa ni wajibu kujizuia katika hali kama hiyo. Yani mwanamke ashatahirika, tuseme amefunga, yani alikuwa atoka damu, ilipofika saa 4 asubuhi, saa 5 damu ikakatika, imesafishika. Sasa wanasema kuwa hakuna dalili ya kuonyesha uwajibu wa kujizuia, yani asile wala asinywe hizo masaa bakia, hakuna dalili. Waliannahu la faidata min hadha al-imsak, na kwa sababu vile vile hakuna faida yoyote katika kujizuia. Wadhalika liwujubi al-qadha'i alayhima, kwa kuwa ni wajibu kwao kulipa somo kama hiyo, yani watakuja kufanya nini? Watakuja kuilipa baada ya Ramadhani hiyo hiyo somo, kama siku ile iliyobakia yale masaa yaliyobakia, hivyo hivyo hata kama akikati bila kula na kunywa, lakini siku hiyo atakuja kuilipa baada ya Ramadhani. Bifitrihim alwajib awwalun nahar, kwa kule kufungua kwao mwanzo ambapo kwamba walikuwa wamekula mwanzo wa mchana. Tayeb, kwa hivyo hii ni kauli ya kwanza. Alqaulu thani, yalzamuhum alimsak, wanalazimika kuendelea kujizuia kula na kunywa katika sehemu ambapo kwamba iliyobakia siku kama ile. Yani imefika hiyo saa 4 ama saa 5 damu yake imekatika,
hafai kula wala kunywa masaa mengine yaliyobakia. Wa huwa madhhabu al-Hanafiya wa sahihu min madhhabi al-Hanabila. Hii ni madhhabu ya madhhabu al-Hanafi na vile vile ni kaulu sahih katika madhhabu ya al-Imam al-Hanbal, wa huwa ikhtiyaru Ibn Baz, na vile vile ni kauli ambayo kwamba alichagua Ibn Baz. Wa dhalika li anna al-haidh wan nufasa, kwa sababu ni kwamba huyu mwanamke mwenye haidh na huyu mwanamke mwenye nifasi swara min ahli alwujubi hina taharatihima, wanapopata tahara basi wamekuwa wako tayari, wameingia katika kundi la wale watu ambao kwamba wamewajibika kufunga. Fayumsikani, kwa hiyo wanatakiwa kujizuia kula na kunywa katika yale masaa ambayo kwamba yalibakia. Kwa sababu gani? Wasema tashabbuhan bisaimina, kwa kufananisha na wale ambao kwamba waliofunga, wa qadaan lihaqqi alwaqti, na kwa kuheshimu vile vile ule wakati. Kwa hivyo hawa ni ashabu alqawl athani. Wallahu a'lam. Alqawl arrajih, kama vile wanasoni wengi jumhuru ulama wamekwenda katika ashabu alqawl alawwal, yani kwamba ile siku hata kama watajizuia watakula, lakini watafanya nini? Watailipa siku kama ile baada ya Ramadhan. Almatlabu thalith, tukimaliza masala ya mwisho, hukmu tanawuli almar'ati hububa man'i alhaidh, hukmu mwanamke kutumia dawa sawa, tembe tembe, au mwanamke kujidunga sindano wakati wa sasa. Yani mwanamke amefanya hivyo kwa sababu atakujizuia asipate haidh. Wako wanawake hao kwa vile wanaona Ramadhani inakuja, basi wanajidunga masindano ili asipate haidh, ili apate kufunga Ramadhani. Kuna wengine wanafanya hivyo labda pengine kwa family plan, ili asipate mimba. Sasa hawa sasa min ajli an tasuma ash-shahra kamilan duna inqita, ili aweze kufunga mwezi mzima wa Ramadhani bila kukatika ile damu, bila kupata damu, yani asipate damu. Utakuta wanawake wengine anahama atakafunga Ramadhani nzima, asipate damu, anameza matembe, wengine anadunga masindano. Basi Sheikh hapa ulama wanasema ikiwa ni kwa sababu hivyo, yajuzu istimalu dawa'in mubahi, inaruhusiwa kwa mwanamke kutumia dawa ambayo kwamba iliyo halali, ambayo iliyoruhusika, litaakhiri alhaidh, ili kuchelewesha nini? Haidh. Sawaun kana dhalika fi Ramadhan, hiyo ni katika mwezi wa Ramadhan, lakini min ajli an tasuma ash-shahra kamilan ma'a an-nas, hiyo ni kwa lengo la kufunga mwezi mzima pamoja na watu wengine. Au fi ghairihi min al-awqat, au katika nyakati nyinginezo sizo za Ramadhan. In aminati dharar, ikiwa tu atakuwa salama na madhara. Nassa ala hadha al-Hanabila, hukumu kama hii imeelezwa wazi na wanazuoni wa madhhab ya al-Hanabila, wa ikhtarahu Ibn Baz rahimahullah, pia vile vile imechaguliwa na Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Basi mpaka hapa namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe zaidi na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.